lugha nzuri kabisa, kwa sababu hata ukiongea kwa lugha nzuri haipunguzi degree zetu, shahada zetu ziko pale pale, tena zinaimarika zaidi kwa baraka ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mkurugenzi, hili jambo la kusisitiza, na sio hapa. Maelekezo haya ni hospitali zote nchi nzima, kuanzia kwenye zahanati mpaka hospitali na taasisi hizi zilizoko huko. Ndio maelekezo ya katibu mkuu. Sasa mnisikie, mgonjwa akifika tumkimbilie, tumsikilize. Kama foleni daktari hajafika, tumweke sehemu nzuri akae akimsubiri daktari. Akae pale sehemu nzuri akisubiri daktari, lakini tukiongea naye kwa lugha nzuri, kwa sababu ni wagonjwa wamekuja hospitali kutibiwa, sio tena kuongezewa ugonjwa mwingine. Sasa tumeelewana kabisa. Kwa hiyo maelekezo yangu haya mnatengeneza mahususi kabisa, yashuke kule chini mpaka kwenye zahanati, kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, na tutazungumza na wenzetu wa TAMISEMI ili tuhakikishe kwamba maelekezo haya tumeyatekeleza. Ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Service delivery. Vifaa tunavyo vya kila aina, mashine tunazo za kila aina. Kila aina tulizonazo hapa Tanzania, ukienda India utazikuta hizi. Wanachotuzidi India na mataifa mengine ni huduma, sio mashine. Mashine tunazo hizi. Huko India sio, hawatuzidi ma specialist. Tanzania tunao ma specialist wazuri waliosomeshwa na serikali, wengine wamejisomesha wenyewe, tunao wazuri sana. Kwa hiyo tumebakiza kwenye utolewaji wa huduma. Nadhani mkurugenzi nimepata Mheshimiwa Waziri na mfano mzuri. Miezi miwili mitatu iliyopita hapakuwa na hii sehemu ya kupumzikia. Ukiwauliza wenyewe ambao waliokuja zaidi ya miezi 6 iliyopita, hii haikuwepo. Kwa hiyo hii kutokana na maelekezo hii imewekwa kwa kipindi cha miezi miwili mitatu sasa, iko hivi wanasema, ambayo sasa ni nzuri. Kulikuwa na sehemu ambazo hazikuwa nadhifu. Kwa hiyo ni katika kuboresha kutokana na maelekezo ya serikali upande huu, hata tunaenda kule upande mwingine kule nako kumetengenezwa hivi. Tunajitahidi maelekezo yako kutekeleza, lakini tunajua ndio ndoto za Mheshimiwa Rais, ndio maono ya Mheshimiwa Rais. Mapungufu Mheshimiwa yapo, lakini yote tutajitahidi kwa kadri ya jinsi Mwenyezi Mungu alivyotujalia kuyatekeleza kadri ya jinsi ambavyo tutaweza. Hata madaktari wetu pia tunashukuru, wanatuhudumia vizuri. Tunamshukuru Mungu, awatie moyo huo pamoja na wewe waziri na mama, ili wapate kutulea na kutuhudumia vizuri. Tunashukuru, maana mimi ni tangu 2014 lakini afya yangu inaendelea vizuri. Ni changamoto tu imejitokeza ndio iliyonileta hapa. Asante. Jina ninaitwa Justina Allen Salimu. Ninashukuru madaktari wamenihudumia kuanzia hapo mpaka sasa. Tunamshukuru na mama pia anatutetea. Japo hatuna hizo bima za afya, lakini tunapambana hivyo. Naona ataendelea kutupambania na sisi wanyonge ili tuwe sawa. Asante.